Jina langu ni Frederick Wambua, naye mfasiri kwenye lugha ya ishara ni Priscilla Mwangi. Kumbuka ya kwamba unaweza kulonga nasi kupitia nambari ya simu 0782705705 ukitupata mbashara kupitia mtandao wa kijamii wa Facebook @Undugu TV Kenya. Mpenzi mtazamaji, na tuweze kuandamana moja kwa moja hadi kina cha taarifa hizi, na tuanze na taarifa ambayo tumepea uzito zaidi siku hii ya leo. Rais William Ruto anaendeleza ziara yake katika eneo la Mlima Kenya kwa siku ya 5 leo hii, akizuru kaunti ya Nyeri na Kiambu kwa ajili ya kuzindua miradi ya maendeleo. Wakati wa hotuba yake akisema kuwa wakati huu sio wa siasa bali kufanya maendeleo, ila yuko tayari kuingia uwanjani mwaka 2027. Taarifa hiyo nilikuandalia hapo awali. Very good. Habari. Katika siku ya mwisho ya ziara yake eneo la Mlima Kenya, Rais William Ruto alianzia kaunti ya Nyeri akizindua miradi ya ujenzi wa nyumba za bei nafuu na ujenzi wa soko la kisasa mjini Othaya, katika eneo ambalo ni ngome ya aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua. Tunajenga soko ingine kubwa kule Nyeri town. Hiyo ilikuwa inaitwa Mudavadi pale. Tumeweka pale karibu milioni 300 kujenga. Na leo mimi nimefika hapa Othaya. Soko yenu ya Othaya hapa tumewapatia milioni 325 ya kujenga soko ya watu wa Othaya. Hizi manyumba tunajenga hapa ni 460 kwa sababu tunataka hii sehemu izalishe ajira ya vijana. Na namba 2, hii Nyeri kuna watu wanaishi katika vitongoji duni inaitwa slums. Wale wanaishi huko kule kwa Weitemere huko, tunataka wahame wakuje waishi hapa. Rais na kikosi chake ambao wamekuwa kitumia ziara hiyo kumshambulia Gachagua sasa wakionekana kujitenga na siasa na kusema kuwa sasa hivi ni wakati wa kuwafanyia wananchi maendeleo, kwani kwa kiasi kikubwa wananchi watafanya uamuzi mwaka 2027 kulingana na maendeleo atakayofanya, ila atalekea nyumbani ikiwa hatafanikiwa. Kilimo nimenyorosha, mnapata mapato zaidi, barabara ndio hiyo mimi najenga, soko ndio hii, sitima ndio ile. Mutakuja kuniuliza mtihani, mimi nitakuja kufanya mtihani yangu, nyinyi mtasahihisha. Nikipita mimi naendelea, nisipopita mimi naenda kulima, hakuna problem. Sisi maneno ya siasa tunajua ikifika tutapiga siasa wakati huo, lakini kwa sasa tuhudumie wananchi, tuheshimu wananchi, tuheshimu viongozi wote. Aidha, amejitokeza wazi kuwakejeli viongozi ambao wanachochea wananchi kuwazomea viongozi wengine na hata kuchochea vurugu, akiwahimiza kutekeleza walioahidi. Saa hizi tuwachane na siasa ya kubishana. Saa hizi ni tufanyie kazi hawa wananchi. Mambo ya siasa itakuja siku yake. Iko haja ya kupigiana makelele? Iko haja ya kuleta vita kwa mikutano? Iko haja ya kuleta makelele kwa viongozi? Si nyinyi wote mlituchagua? Si kila mtu mmempatia kazi? Si afanye? Baadaye Rais Ruto alizuru kaunti ya Kiambu, eneo ambalo ni kati ya maeneo yanayozalisha kahawa kwa wingi nchini, akidokeza kuwa wamefanikiwa kuwafurusha wakiritimba katika sekta ya kahawa na kwamba wakulima wanatarajia kuanza kuvuna pakubwa kutokana na kilimo hicho. Kilimo ya kahawa imetekwa nyara na watu wachache, matapeli na wakora. Na ndio walikuwa wametuangaisha na kilimo ya mambo ya kahawa. Na mkaniambia ninyoroshe hiyo mahali. Hiyo wakora wote, mtu mmoja ati alikuwa na leseni, yeye ni mkulima, yeye hako na leseni ya Mila, yeye hako na leseni ya broker, yeye hako na leseni ya Nairobi Coffee Exchange. Mtu mmoja ndiye ananyanyasa wale watu wengine wote. Hiyo sehemu yote mimi linihamisha coffee reforms. Baada ya rais kukamilisha ziara yake na kuondoka eneo la Mlima Kenya, macho ya Wakenya yamesalia eneo hilo kuona iwapo ziara hiyo itafikia malengo yake ya kuzima joto la kisiasa mlimani.
Na kwingineko ni kwamba takriban watu 14 wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya Coast General baada ya basi la Tahmid linalobeba watu 52 kuhusika kwenye ajali na matatu ya abiria. Walioshuhudia tukio hili wanasema ajali hiyo ilitokea mwendo wa saa 7 za usiku, ambapo basi hilo lilipoteza mwelekeo na kuanza kurudi nyuma na likagonga matatu iliyokuwa nyuma yake. Isaac Musyoka na taarifa hiyo. Takriban watu 10 wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya Coast General baada ya basi linalobeba watu 52 kuhusika kwenye ajali ya barabara na matatu ya abiria. Kulingana na Festo Mwasi aliyeshuhudia, ajali ilitokea mwendo wa saa 7 za usiku, ambapo basi ya Tahmid ilipoteza breki zake na kuanza kurudi nyuma, ambapo liligonga matatu iliyokuwa nyuma yake katika eneo la Kibarani Flyover, kaunti ya Kilifi. Ghafla nikaona kama mtu ameruka kwa basi. Pia mimi nikadecide nikaruka. So immediately kuna jamaa walikuwa wanakuja na boda, wanaingia kwa line mali basi ilikuwa inakujia. Lakini unfortunately like ilikuwa on their side, wakaruka. Basi ikapitana ile boda. Ukienda pale kwa ile basi utapata boda iko chini ya basi. Natoka Kibarani na kuja na Rivers. Tunaona tu basi inashuka mbio. Kufanya hivi ilikuwa tuwezi epuka na tulikuwa tunabwaga abiria kando. Basi kakuja kaingia nyuma kapiga impact. Matatu nyingine ilikuwa nyuma pia ikapiga. Kaenda kasimama kwa barabara ya reli huko. Kushtuka tumeumia mazee, niko chini ya gari hata huko. Akizungumza alipokuwa akipokea matibabu katika hospitali hiyo, mmoja wa abiria waliokuwa katika matatu iliyogongwa akielezea jinsi alivyopoteza fahamu baada ya gari la kugongwa. Nilikuwa nimetoka Kibarua, nikapandia gari hapo za kona Shimanzi, gari ya Mikindani. Sasa tulipokuwa tuelekea Mikindani, nilipofika hapo Kibarani, nikatoa simu yangu, nilikuwa nataka kulipa na M-Pesa. Mara kidogo nikasikia impact, kitu imetugonga. Kapoteza fahamu kidogo tu kama sekunde kadhaa. Sasa ile kutoka kuja kujitoa, huyo dereva pia alikuwa ashafinywa tayari, wengine wako wametupwa nje. Sasa kuja kutoka nje ya matatu, naona gari basi ya Tahmid hapo kando. John Musyoka ambaye ni makanga moja kati ya matatu zilizohusika anaelezea jinsi alivyojipata chini ya matatu wakati wa ajali hiyo. Nimefanya kushtukia, nilikuwa nashukisha abiria pale Kibarani. Kwenye kushtukia nikaona basi mbele yangu inakuja na nyuma. Iko mbio, alafu mbele yangu ilikuwa na Nissan nyingine. Nilipofika ile Nissan ikaja katuonga sisi. Sasa mimi nikashtukia, kwenye kushtukia niko chini ya gari. Nikashikilia ile kitu inaitwa, kuna chuma iko pale chini inaitwa cross member. Hiyo ndio imenizuia. Maana ile gari yangu imepigwa mpaka ikageuza kaangalia town, ilikuwa enda juu. Basi ya na Rivers. Mwakilishi wadi wa eneo hilo Franklin Makanga akitaka mamlaka ya kitaifa ya usalama wa usafiri NTSA kukaza kamba kuhakikisha magari yote yaliyo barabarani yamefanyiwa ukaguzi, akiwataka wote wanaotumia barabara kuwa makini ili kupunguza ajali. Nashukuru Mungu kwamba hakuna maafa kufikia sasa, lakini tuombe maafisa wa traffic wala wa NTSA na wale wenye magari waweze kuwajibika kuhakikisha kwamba magari yao yameweza kufanyiwa service, kwa sababu kama hii ambayo tumeshuhudia hapa, haya ni maafa ambayo labda angeweza kuzuilika. Isaac Musyoka, Undugu TV. Wakenya zaidi ya 78 waliokolewa kutoka kwa makundi ya ulaghai wa mitandaoni nchini Myanmar wamewasili nchini leo hii baada ya kurejeshwa kupitia ubalozi wa Kenya nchini Thailand. Makundi mengine ya Wakenya 50 walirejeshwa wiki 2 zilizopita. Katibu wa Wizara ya Masuala ya Nchi za Kigeni Roslyn Njogu aliwapokea katika uwanja wa ndege wa JKIA, huku baadhi yao wakifunguka na kusimulia masaibu yao nchini humo. I am a chef. That is the job I was promised I'm going to do in Thailand. But I found myself doing a scamming job, fake job, kazi hewa. So we have been hurt emotionally, physically. I never knew that is the job I'm going to do. No, I never knew. So reaching there, I tried as much as possible to tell them, please,
This is not what you had promised me. So I was told, my bro, you have to do this job, or else you pay back our money, which is a lot of money, around 700,000 Kenyan money. Sasa nitatoa wapi hiyo kazi? So I was working under pressure. You send greetings to different clans. Of course, you have to select a character who will portray your real job that you want, or the job that, or the property that you want to buy in the real estate. So you send greetings like 2-3 days. Then you talk on property talks. After there, you get into friendship, of course, because you want to attract this client. Na kinara wa chama cha ODM Raila Odinga amewashtumu viongozi katika serikali ya kitaifa na kwenye bunge la kitaifa kwa kudharau katiba, akisema hiyo ndio chanzo kuu kwa matatizo ya Wakenya. Kiongozi huyo amelalama kuwa ingawa baadhi ya idara ziko katika serikali za kaunti kikatiba, bado serikali ya kitaifa imekataa kutoa majukumu hayo na pesa za kutosha ili kuendeleza shughuli zao kwenye kaunti. Ametaka bunge kupitisha bilioni 450 ipewe serikali za kaunti mwaka ujao wa kifedha. Shida tuliko nayo ya kwamba wengi serikali ya juu na hata bunge haheshimu katiba. Ndio sababu tuko na shida. Hapa kuna zile services ambazo zimekuwa zimegatuliwa. Upande wa elimu haijagatuliwa, lakini matibabu imegatuliwa. Mambo ya miundo msingi imegatuliwa. Mambo ya ukulima imegatuliwa na kadhalika. Lakini pesa inabaki Nairobi. Sababu gani serikali ya Nairobi ije hapa kujenga soko Mombasa? Soko ya Mombasa nataka ijengwe na county government ya Mombasa. Lakini wameweka pesa kule, unapigia sasa makofi ati wanakuja kujenga nyinyi soko. Kwa sababu gani? Tulisema katika ile mkataba tumefanya naye na Bwana Ruto, nataka mwaka hii county zipate zaidi ya shilingi bilioni 462 na tunataka hiyo pesa ikuje. Nataka bunge itoa hiyo pesa ije chini mashinani. Pili, tumesema mambo ya ufisadi. Ufisadi ni adui mkubwa ya Wakenya. Pesa mingi ambayo inaenda kwa mfuko ya watu binafsi. Tunataka mambo ya ufisadi ikomeshwe. Wale ambayo wamehusika na ufisadi washikwe na washtakiwe. Mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi amesema kuwa Kenya iko tayari kuendelea kufanya kazi na serikali ya Rais wa Marekani Donald Trump katika masuala tofauti, haswa katika kuhakikisha kuna amani barani Afrika. Mudavadi akidokeza kuwa kwa miaka mingi taifa la Marekani limekuwa likifanya kazi vyema na Kenya na ni tumaini lake kuwa hali itakuwa hivyo kwa muda mrefu. Haya yamejiri wakati akipokea mshauri mkuu wa Marekani kuhusu masuala ya Afrika. Masad Bolos aliongoza ujumbe maalum kwa ziara ya mkuu wa mawaziri. It's a big pleasure. I just want to take this early opportunity on behalf of the government of Kenya to formally welcome you here and to state that as we have always done, we want to continue working very closely with the United States of America, and we want to establish cordial working relations with the Trump administration as we move forward. We have had over 60 years of partnership with yourselves, and we've cooperated in many different realms. Peace and security issues, economy issues, education, humanitarian activities of varied types, and various interventions. So this collaboration is so important for us, and we have
every interest to make sure that we continue to consolidate on that partnership with the United States of America. So it's on this basis that we say, Karibu sana. You're most welcome, and we want to engage with you very robustly, not just today, but going into the future. Na mpenzi mtazamaji wa runinga ya Undugu, taarifa hiyo ya ushirikiano wa Kenya na Marekani inanipea fursa fupi ya kuweza kuzamia. Nitachepuka na taarifa zaidi ikiwemo taarifa ya spoti. Usiende mbali. Tuko na 18,000 empowered women and men na youth na hiyo sako yetu ambayo iko na over 300 million ambazo tumecreate kutoka zero. NDC Empowerment Sacco ni chama cha akiba na mikopo. Mwenye anataka kujiunga awe ameitimiza miaka 18. Tunahitaji kuwa na fotokopi ya kitambulisho, passport size photo. Pesa ambazo zinalipwa ili kujiunga na chama chetu ni shilingi 200. 100 ni ya kujiandikisha na ile ingine ni ya passbook. Kila mwanachama anahitaji kuwa amelipa hisa 5 ambazo ni za 5,000. Tunaruhusu kulipa polepole. Akiba huwa tunaruhusu shilingi 130 kiwango cha chini, na hakuna kiwango cha juu cha akiba. 1,000,000 tunaweza kushukuru ili tuweze kuwa empower members wetu. Imenijenga sana. Mimi ni mmoja kati wa wale wanafurahia. Wale hamjajua maana ya sako, mjoin sako na muingie katika biashara. Na karibu tena ni kupashe taarifa zaidi. Ofisi ya Tume ya Haki na Utawala ya Ombudsman sasa inasema utekelezwaji wa bima ya afya ya SHA haufanyi kazi kama kulingana na matarajio ya Wakenya wengi. Mkurugenzi mtendaji wa tume hiyo Mercy Wambua akisema wamekuwa wakipokea malalamiko ya magumu ambayo Wakenya wengi wanayapitia wakati wa kutafuta huduma za matibabu. Ofisi hiyo ikidokezea kuwa imepeleka timu kufanya ukaguzi katika hospitali za serikali, za kibinafsi na za misheni ili kuhakiki utekelezwaji wa SHA. We have been reading, we have been hearing, we have been receiving complaints about SHA, implementation of SHA, with citizens being frustrated, saying that it is not working. Therefore, the Commission decided to do what we call spot checks. So we are moving across several hospitals, the government hospitals, private hospitals, and even Mission Hospital, to confirm indeed what is on the ground and how citizens are being served through SHA. Today we were here at Machakos Level 5 Hospital. We have talked to the head of the institution and we have talked to patients, and we have collected a lot of information that we will use for purposes of advising the government on the necessary changes that they need to put in place to ensure that SHA is effective. Na mkatibu mkuu wa muungano wa vyama vya wafanyikazi KOTU Francis Atwoli
ameitaka serikali kuweka kanuni za kudhibiti matumizi ya mitandao ya kijamii ili kukabiliana na matumizi mabaya ya mitandao hasa kwa vijana nchini. Akizungumza wakati wa mkutano wa wasimamizi wa muungano huo jijini Nairobi, Atoli ameelezea kuwa ukosefu wa sheria zinazoelekeza matumizi ya mitandao ya kijamii na akili unde unachangia matumizi mabaya ambayo anasema ni tishio katika ustawi wa uchumi kwa kuwa unawatorosha wawekezaji nchini. Social media itawabidi mfupishe propaganda. Ni lazima mpende nchi hii. Msipopenda nchi hii waajiri watahama. Ama kama si hivyo mtaanza kulimana. Mkianza kupigana tunakuwa kama Sudan. Tunakuwa kama Kongo. Kongo sasa huwezi kuenda kule Goma. Huwezi kuenda hizo area zao za cities zingine zote zimetoka kwa serikali. Na nchi nyingine nyingi. Ndugu zetu hapo Somalia karibu zaidi ya miaka 60 tangu Siad Barre atoke hawajaona kitu kinaitwa well organized government. Southern Sudan hata deputy president yuko ndani amefungiwa ndani ya nyumba. Na tutaki kwenda, we don't want to take that route. Na watu wa social media wanatuelekeza huko. Ni lazima, unajua sasa itabidi, na hatukutaka hivyo, itabidi tuulize serikali iregulate. Viongozi wa kidini kutoka kaunti ya Mombasa wanaitaka serikali ya kitaifa kuingilia kati kesi ya miaka 14 inayohusisha yatima ambaye mumewe alikuwa na deni la shilingi milioni 174 kutoka kwa benki moja eneo hilo. Yatima huyo Nur Jeizan kupitia kwa kampuni ya mumewe aliyefariki ya Anwar Mohamed Bayusuf Limited amekuwa katika mgogoro wa kisheria na benki hiyo tangu kufariki kwa mumewe. Benki hiyo ya DTB inataka kuruhusiwa kuuza mali ya yatima huyo ili kulipia deni ambalo mumewe alichukua kabla ya kifo chake. Wakizungumza wakiwa mjini Mombasa, viongozi wa kidini wameitaka serikali kuingilia kati kesi ya Mama Nur Jeizan ambaye akaunti zake za benki zimefungwa kwa madai ya kuwa mumewe alikuwa na mikopo katika benki ya DTB kabla ya kufariki. Swala hili linalosemekana ni ulaghai limekashifiwa vikali, huku wakiomba wahusika wa ufisadi huo kuchukuliwa hatua za kisheria. Kumsaidia Mama Nur Jeizan kupata haki zake alizozuiwa na benki ya DTB pamoja na kumfungia akaunti zake kidhulma, ikiwemo kumwekea deni marehemu mume wake milioni 174. Tunaomba kilio hiki chetu viongozi wa dini, kanisa, msikiti na Kemnak mutatusikiliza na kumsaidia, wakiwemo Wakenya wengine wanyonge wanapitia shida kama hizi kupata haki zao. Vile vile waliotenda jinai hii wafikishwe kwenye vyombo vya sheria na kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Na tuomba tarehe 11 inshallah, vile mahakama ya Mombasa majaji wake wanataka haki, tunaomba wampe haki Mama Nur Jeizan, akaunti zake zifunguliwe. Viongozi hawa wakitoa onyo kwa wanaomdhulumu mjane huyo, wamenukuu kitabu kitakatifu wakisema kuwa kile mtu anachokipanda ndicho anachokivuna, hivyo wakielekeza dhulma dhidi ya mjane huyo kukomeshwa. Muhimu sana kujua kwamba chozi la mjane ni chozi hatari. Nashangaa benki hii imejiweka mahali ambapo ni pabaya sana, na wote wanaohusika katika jambo hili na waonya kwamba mambo mengine kama haya yatawapata jamii zao, kwa sababu kila unachopanda Biblia inasema ni lazima utakivuna. Umeungana pamoja kwa niaba ya Mungu kwamba unapoanza kumdhulumu mjane unakutana na Mungu. Imekuwa miaka takriban 14 baada ya mumewe kufariki, na inasemekana kuwa mjane huyu pamoja na wanawe wamekuwa akiteseka kujikimu kimaisha, jambo ambalo ni la kuhuzunisha kabisa, kwani hii ni familia ambayo haifai kuwa katika hali hiyo ya umaskini. Na nilipopata hii ripoti kwamba hapa kuna mama anateseka, hali mume wake alimwacha akiwa na mali ya kumsaidia yeye pamoja na watoto wake na majirani zake,
lakini mali hii ilipowekezwa ili kwamba iwe salama, umezuka utata mkali sana. Hii ilinibidi kwamba ni lazima tuungane na viongozi wote ili tutetee haki ya huyu mama pamoja na familia yake na watu wake na mali yao. Kudhulumu mtu tena yatima, ana watoto mama, na yeye mwenyewe ni mjane, hili ni jambo ambalo laana yake haijue ni Mungu. Kila wakati anapokaa kilia na watoto wake wakidhalilika, wakipata shida, jua wewe una fungu lako hapo benki. Ikiwa wewe ulihusika katika kutia saini, basi wewe umedhulumu. Ikiwa wewe ulihusika katika kutoa pesa zikaingia kwa akaunti ya mwingine, jua wewe umedhulumu. Immaculate Karimi, Undugu TV. Na polisi wamekamata watu 9 ambao wanasemekana kuwa uhalifu katika eneo la Diani, kaunti ya Kwale. Polisi hawa wakionya kuwa wazazi wa watoto chini ya umri wa miaka 18 na ambao wanahusika katika uhalifu kuwa pia watakamatwa katika msako huo. Polisi wameokota panga, bangi, simu baina ya vyombo vingine walivyotumia kutekeleza uhalifu huo. Tunaendelea. Kwanza tumeongeza uchuzi. Vile tunavyoendelea kuwasaka, tunaendelea kuongeza ujuzi ya kuwasaka, na napenda kuhimiza wazazi wachunge watoto yao, Mauso saa hii shule imefungwa, hii vijana wa shule wadogo wende kama wataungana nao wengine, so wachunge watoto yao. Mtoto under 18 years akifanya makosa pia anastakiwa, na hata pamoja na mzazi wake wanastakiwa wote wawili. Hali ya Msambweni kwa jumla saa hii amani imerejea. Vile tunaendelea kutoa hii vijana kwa community ama kwa jamii, na ningependa kuhimiza wananchi watupe information. Wale waathiriwa wajitokeze, wakuje waandike statement na wajitolee kutoa ushahidi kotini ili tuweze kuprove hii makosa yao ndio wafungwe. Na sasa tuangazie taarifa za spoti. Katika michuano ya soka barani Ulaya, Bayern Munich ililaza Augsburg mabao 3-1, Middlesbrough ikicharaza Blackburn Rovers mabao 2-0, huku Espanyol ikitoa ushindi wa mabao 4-0 katika mechi dhidi ya Rayo Vallecano.